Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Bugani TV? Karibu sana tuzungumze habari za michezo, na tunafahamu kwamba leo ni Juni 8, siku ya 8 katika mwezi wa 6 mwaka 2025, na ikumbukwe kwamba tumeshaianza sasa ile nusu ya pili ya mwaka 2025. Wengine wanasema kwamba mwaka unakimbia kweli kweli. Ndivyo ilivyo bwana. Mwaka unakimbia kweli kweli. Ni kipi ambacho umefanya katika nusu ya kwanza, au ni kipi ambacho ulipanga kukifanya lakini mpaka hivi sasa bado haujakifanya? Basi nafasi bado unayo kama bado unapumua. Hatuna budi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pumzi ambayo anaendelea kutupatia, lakini pia kwa neema ambazo ameendelea kutupatia. Jana bwana ilikuwa ni sikukuu ya Eid. Kwa maana Eid al-Adha kwa wale waumini wa dini ya Kiislamu. Jana bila shaka walisherehekea kwa kuchinja, na Eid ilikuwa nzuri kweli kweli. Nami nilikuwa mmoja kati ya watu ambao walisherehekea Eid hiyo kwa kuchinja. Yes, bila shaka watu wanafahamu. Lakini bwana, story kubwa tulionayo hii leo, tunafahamu kwamba ni finali. Leo itakuwa ni siku ya finali ya mchezo wa UEFA Euro, UEFA Nations League. Mchezo wa finali kati ya timu ya taifa ya Spain dhidi ya timu ya taifa ya Ureno. Ni Portugal dhidi ya Spain, mchezo ambao utapigwa kwenye uwanja wa Allianz Arena pale jijini Munich nchini Ujerumani. Na mchezo huu utapigwa katika uwanja wa Allianz Arena, mmoja kati ya viwanja ambavyo vina historia kubwa sana kwenye michuano ya Ulaya kwa upande wa timu za taifa, lakini pia kwa upande wa vilabu. Tunafahamu pia finali ya UEFA Champions League msimu huu ilichezwa pale, na PSG wakaondoka na ushindi mnono wa mabao 5-0 dhidi ya Inter Milan. Sasa leo tena kwenye uwanja huo kutakuwa kuna finali nyingine ya michuano ya UEFA Nations League ambayo itapigwa kati ya timu ya taifa ya Hispania dhidi ya timu ya taifa ya Ureno. Tukaangazie baadhi ya takwimu ambazo zitakuwa tunaweza tukasema kwamba zinaweza zikawa zina nafasi katika michuano hii au katika mechi hii. Bana, kwanza hizi timu ambazo zinaingia ndio timu ambazo zina ushindani mkubwa zaidi wa kimataifa. Kwa maana kwenye kila nchi ina timu yake ambayo huwa ni mshindani wake mkuu. Sasa kwa upande wa Ureno, mshindani wake mkuu kwenye soka la kimataifa ni timu ya taifa ya Spain, na unaweza kusema kwamba ni kama watani wa jadi, kama ambavyo ilivyo kwa Argentina na timu ya taifa ya Brazil kule Amerika Kusini. Sasa kwa upande wa barani Ulaya huku, Spain na Ureno pia ndio tunasema wale big rivals. Lakini ni mara ngapi wamekutana hawa majamaa? Ni kwamba timu hizi mbili zimekutana katika michezo official, michezo 40, michezo ambayo ni ya kirafiki, lakini pia michezo ya kimashindano. Wamekutana katika michezo 40, na katika michezo hiyo 40 timu ya taifa ya Ureno imeonekana kuwa mnyonge kweli kweli kwa timu ya taifa ya Hispania, kwa maana katika michezo 40 waliokutana, Ureno wameshinda katika michezo 6 pekee, huku timu ya taifa ya Hispania ikiibuka na ushindi katika michezo 18, na wametoka sare ama wamedraw michezo 16 kati ya michezo hiyo ambayo wamekutana. Sasa leo tena wanakutana kwa mara nyingine kwenye uwanja wa Allianz Arena, na itakuwa ni mechi ambayo wanaingia watu wakiwa na flavor mbili tofauti, kwa maana timu ya taifa ya Ureno ikiongozwa na nahodha wake Cristiano Ronaldo wanaingia uwanjani hii leo kumenyana na timu ya taifa ya Spain ambao nahodha wake ni Unai Simon ambaye ni goalkeeper. Wanaingia leo uwanjani kwa ajili ya kusaka mataji. Tunafahamu kwamba kwa kipindi hichi timu ya taifa ya Hispania ndio ambayo inashikilia taji hili baada ya kushinda msimu uliopita. Sasa wanaingia leo katika michuano hii kwenye finali hii wakiwa pia wana faida kubwa, kwa maana wana faida kubwa ya kuwa na kikosi ambacho kimesheheni wachezaji wengi wenye vipaji, lakini pia wana wale wachezaji ambao tunasema kwamba wana uwezo wa kuamua mchezo muda wowote na katika mazingira yoyote. Hapa tunamzungumzia bwana mdogo kama Lamine Yamal ambaye amekuwa na kiwango bora sana msimu huu na kufanikiwa kutoa tuzo mbalimbali, ikiwemo pia tuzo ya mchezaji bora kijana wa ligi kuu ya Hispania ile tunasema kwamba kwenye La Liga kule. Lakini kama haitoshi, katika mchezo uliopita wa nusu finali, michezo yao iliyopita ya nusu finali, Ureno wao waliibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya mwenyeji ambaye alikuwa ni timu ya taifa ya Ujerumani, na mchezo wao huo ulichezwa katika uwanja huu wa Allianz Arena. Lakini timu ya taifa ya Hispania yenyewe iliibuka na ushindi wa mabao 5-4 dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa katika mchezo ambao ulichezwa kule kwenye mji wa Stuttgart, katika uwanja wa Stuttgart Arena. Sasa leo tena wanakutana hawa jamaa. Ukijaribu kuuliza hapa ni mara ngapi timu ya taifa ya Ureno imeifunga timu ya taifa ya Hispania, kama nilivyokujuza, wameshinda mara 6 katika michezo 40 ambao wamekutana. Na katika michezo 11 iliyopita, michezo 11 hivi karibuni ambao wamekutana, Spain wameshinda michezo 4, lakini
Ureno wao wameshinda michezo miwili na kutoka sare katika michezo mitano. Kwa hiyo kwa picha hiyo hapo unapata picha kwamba timu ya taifa ya Hispania bwana ni giant, au timu ya taifa ya Hispania ni giant mbele ya timu ya taifa ya Ureno. Lakini pia ukitumia kwamba Ureno ni timu ambayo ni underdog kwa upande wa timu ya taifa ya Hispania, utakuwa haujakosea kwa mujibu wa takwimu zile ambazo kama ambavyo takwimu zinajieleza. Katika mechi ambazo zile mechi official ambazo wamekutana katika miaka hivi karibuni, walikutana katika mchezo ulio kwenye kombe la dunia mwaka 2010 pale nchini Afrika Kusini. Timu ya taifa ya Hispania ilibuka na ushindi wa bao moja kwa bila, bao la David Villa dakika 63 likawapa ushindi timu ya taifa ya Hispania katika mchezo ule. Lakini kama haitoshi, pia tunakumbuka kwamba katika ile michuano ya Euro mwaka 2012 pia walikutana kwenye hatua ya robo finali. Kwa maana timu ya taifa ya Ureno na Hispania walikutana katika robo finali na Ureno wakapoteza tena kwa mara nyingine, lakini ilikuwa ni kwa mikwaju ya penalty. Walipoteza kwa mikwaju ya penalty dhidi ya timu ya taifa ya Hispania. Mikwaju ya penalty 4-2 ikawapeleka Hispania katika hatua inayofuata kwa maana nusu finali. Sasa kutokana na hilo, lakini pia mwaka 2010 Hispania walishinda, 2012 Hispania wakashinda tena, wakaja kukutana sasa kwenye mchezo wa kombe la dunia tena mwaka 2018 pale nchini Urusi, michuano ambayo ilifanyika nchini Urusi mwaka 2018 pale. Sasa katika finali zile walipangwa kundi moja, ilikuwa ni kundi B. Ureno dhidi ya Spain, mechi yao ile ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa na mvuto sana, lakini pia ilikuwa na msisimko mkubwa sana. Na hiyo ni kutokana na ule ushindani ambao ulikuwepo kabla ya mchezo, lakini pia ushindani ambao ulikuwepo baina ya timu hizo mbili. Na ukumbuke kulikuwa kuna wachezaji kutoka Real Madrid ambao walikuwa wanachezea timu ya taifa ya Hispania, na wachezaji wa Real Madrid ambao walikuwa wanachezea timu ya taifa ya Ureno. Kwa hiyo walikuwa wanakutana marafiki, lakini wanawakilisha nchi zao tofauti tofauti. Kwenye mechi ile bana, mechi ilisha kwa sare ya mabao 3-3, na ni mechi ambayo Cristiano Ronaldo alifunga hat-trick katika mchezo ule. Na miongoni mwa magoli katika hayo matatu, kati ya hayo matatu alifunga direct free kick ambayo inatajwa kwamba ni miongoni mwa free kick bora kuwahi kufungwa katika ulimwengu wa soka. Yaani sio kwamba yenyewe ndio ilikuwa free kick bora zaidi, bali inatajwa kwamba ni miongoni mwa zile free kick bora ambazo ziliwahi kufungwa kwenye soka au kwenye mchezo wa mpira. Sasa kutokana na hivyo, michuano hii bana, bingwa mtetezi ni timu ya taifa ya Hispania kama nilivyokujuza, na Hispania walichukua ubingwa mbele ya, ilikuwa ni mwaka 2023 ile. Walichukua ubingwa mbele ya timu ya taifa ya Croatia. Yes, ilikuwa ni mbele ya timu ya taifa ya Croatia baada ya ushindi wa penalti 5-4. Kwa maana walitoka sare bila kufungana kwa muda wa kawaida, wakaenda paka kwenye penalti, wakashinda mabao 5-4 katika finali ile. Lakini pia wanakutana wote wakiwa wametoa taji hili mara moja. Timu ya taifa ya Ureno ndio ilikuwa bingwa wa kwanza wa michuano hii ilipoanzishwa katika msimu wa 2018-19. Ureno ndio walikuwa mabingwa baada ya kuifunga Uholanzi katika finali. Walifunga Uholanzi katika finali bao moja kwa bila, bao la Goncalo Guedes ambaye kwa hivi sasa ni nyota wa timu ya taifa, ni nyota wa Wolves. Sasa ushindi huo uliwapa kombe la kwanza timu ya taifa ya Ureno ambayo inaongozwa na captain wake Cristiano Ronaldo. Sasa msimu unaofuata wa michuano hii kwa maana 2020-21, timu ya taifa ya Ufaransa ilitoa ubingwa kwa kuifunga Spain mabao 2-1. Mabao ya Karim Benzema pamoja na Kylian Mbappe yakawafanya kuwa mabingwa mbele ya Hispania, ambao walipata bao moja kupitia Mikel Oyarzabal ambaye hii leo tena anatarajiwa kuongoza safu ya ushambuliaji ya timu ya taifa ya Hispania dhidi ya Ureno. Lakini msimu wa 2022-23 timu ya taifa ya Spain ndio ikaibuka mabingwa baada ya kuifunga Croatia kwa mikwaju ya penalti 5-4. Na katika msimu huu sasa Portugal wanaingia tena finali na timu ya taifa ya Hispania, na hii inakuwa ni finali ya 3 mtawalia kwa timu ya taifa ya Hispania kuingia katika michuano hii. Wamechukua mara moja, wamepoteza moja, lakini sasa hii ni finali nyingine. Tuone je, watapoteza finali nyingine au watashinda tena kwa mara ya pili. Na mpaka hivi sasa kuna baadhi ya wachezaji ambao wanapaswa kuchungwa sana kwenye finali hii. Kuna Cristiano Ronaldo ambaye mpaka hivi sasa amefunga mabao 7 katika michuano hii. Lakini pia kuna wachezaji kama kina Nico Williams ambaye ameonekana kuwa na wakati bora sana akiwa na jezi ya timu ya taifa kwenye mechi kubwa kama hizi. Tunakumbuka alifunga mechi iliyopita dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa, lakini alifunga dhidi ya Croatia,
alifunga tena dhidi ya England kwenye finali za Euro mwaka jana. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapaswa kutazamwa kwa jicho la karibu zaidi wakati wa finali hii, kwa sababu ni mchezaji tunasema yule big game players. Sasa kwenye hilo tunakumbushana tu kwamba Portugal au timu ya taifa ya Ureno yenyewe ilishinda 2-1 dhidi ya Ujerumani kwenye hatua ya nusu finali, na Spain wao wakashinda 5-4 katika hatua ya nusu finali pia dhidi ya Ufaransa. Na katika msimu 2024 Portugal walishia katika hatua ya robo finali, lakini walishia katika hatua ya robo finali ambapo walitolewa na timu ya taifa ya Ufaransa kwa penalti 5-4, lakini Hispania wao walibuka mabingwa ambapo walifunga timu ya taifa ya England mabao 2-1. Sasa hiyo ni kuhusiana na michuano hii, kuhusiana na finali hii ambayo inatarajiwa kuvuta hisia, lakini pia kuvutia mashabiki wengi zaidi kutokana na msisimko uliopo baina ya wachezaji hao na baina ya wachezaji wa timu hizo mbili. Na kitu kingine ambacho kinanogesha zaidi finali hii ni kwamba hapo jana Cristiano Ronaldo alizungumza akasema kwamba mtoto wake kwa maana Cristiano Junior anafanana kwa vitu vingi sana na Lamine Yamal, ikiwemo pia rangi ya ngozi, namna ambavyo anapenda kubadilisha mitindo ya nywele na vitu kama hivyo. Lakini pia akasema kwamba wametofautiana miaka mitatu tu. Nafahamu kwamba Lamine Yamal ana miaka 17 hivi sasa na mtoto wa Ronaldo ana miaka 14. Sasa wanatofautiana miaka mitatu pale umri baina yao. Lakini pia kitu kingine ni kwamba sambamba na hilo ni kwamba hao jamaa akasema yeye pamoja na mwanae wanampenda sana Lamine Yamal. Bila shaka pia huwa wanapenda kumtazama akiwa anacheza. Japo ni kijana mdogo, lakini kwa kile ambacho anakifanya Cristiano Ronaldo, mmoja kati ya wachezaji bora zaidi kuwahi kutokea duniani, akiwa anasema hivyo kwamba wao wanampenda sana Lamine Yamal. Kwa hiyo inaonekana kwamba anafurahia na anakubali kile kitu ambacho bwana mdogo anakifanya. Leo wanakutana tena katika finali ya katika finali ya UEFA Nations League mwaka 2025 katika dimba la Allianz Arena pale jijini Munich. Unadhani timu gani ambayo itaibuka na ubingwa katika michuano hiyo? Tufuatilie katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na YouTube kwa jina moja la Bwigane TV. Tutakujuza habari mbalimbali kutokea huko. Mimi ni Urugu Salum, sina la ziada, lakini pia nikukumbushe kwamba kama bado haujasubscribe channel yetu, basi nafasi ya kufanya hivyo ni sasa. Unaweza kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapokuwa tunakujuza. Njoo.